sisi upande wetu kama viongozi, lakini pia kama waasisi wa msikiti tunaonekana kama tunakosa sapoti kwa maeneo mengine. Maana tumefika mahali mpaka tunaitwa wale wako msikitini pale ni wauni. Lakini kilichotokea kimetuuma sana na kimetusikitisha sana, hasa kwa ndugu zetu wa TAMISEMI. Ndugu zetu, huu msikiti unalipwa, hii fidia ni ya pili, kwa maana ya kwamba huu msikiti haukuwa hapa, msikiti ulikuwa barabarani, ukalipwa fidia na ndugu zetu wa TANROADS. Lakini wakati kwenye purukushani za kulipwa na TANROADS huu msikiti ule, ilitokea vurumai kama hii na bwana mmoja anaitwa bwana Mohamed Sefu. Lakini kutokana na sijui ni maadili au viapo vya watu wa TANROADS, pamoja na purukushani zote za kupewa barua alipwe msikiti ule wa pale, TANROADS walikataa. Wakasema sisi tunakuja msikitini hapo tuwaone viongozi, tujue kama msikiti una viongozi. Kama hauna viongozi, hela tunapeleka BAKWATA. Umeelewa? Baada ya kufika hapa, Bazuli walikuja na mkuu wa mkoa. Fika hapa kwambia uongozi huko. Sasa kwa nini watu binafsi ndio wanataka kuchukua hizo hela? Tukalazimika sasa hela zile zielekezwe ziingizwe kwenye akaunti ya msikiti. Toka 2011 msikiti akaunti ambayo iko KCB ni ya DCB benki. Baada ya maelezo haya nitakupa nani zote zinazohusiana na nani. Sitaki kurudi nyuma zaidi kwa sababu ya muda, lakini pia maneno mengi ameshasema imamu hapa kwamba huu msikiti sisi ndio tulikabidhiwa hapa na serikali ili eneo mpaka kujenga mpaka kufikia hapa. Lakini kinachotusikitisha mimi kutokana na akili yangu ndogo fupi, wakati kesi inaendelea mahakamani, TARURA walituletea barua sisi kama viongozi. Barua iko hapa, mtaipata. Alafu nyinyi mtajua mtakavyofikisha kwenye umma. Viongozi wa Masjid Rahmani tunawapa taarifa ya kwamba ikifika mahali sasa mgogoro bado haujaisha, umeelewa, tutalazimika hii fedha ya fidia tuipeleke mahakamani, alafu mahakamani ndio watajua wampe nani. Kaambia sawa. Baada ya hapo tumekwenda mahakama kutoa maamuzi kwamba pande zote mbili kwa mujibu wa sheria, kwa sababu taratibu za usajili zilikuwa bado kisheria, hawapaswi kulipwa wala kulipa wala kushtaki wala kushtakiwa, ndio hukumu inasema hivyo. Sasa cha kushangaza, hukumu hiyo hiyo ambayo imesema hivyo, anatoka mwanasheria wa TAMISEMI anasema hukumu hii mimi imeniambia, nilisoma, imeniamrisha niwalipe hawa. Nimekuamrisha hapa hukumu imeandikwa Kiswahili hiyo, hakuna mahali pamesema jamani kundi A walipwe. Lakini aliulizwa maswali machache na viongozi hapa, viongozi wangu, kwamba ulishindwa bwana, wewe umeshindwa kutumia busara hii, wewe pana mgogoro. Hata kuwaita sasa pande zote mbili, kuwatafsiria kwamba jamani hii hukumu sasa inatuambia tumlipe huyu, kwa hiyo nyinyi mtakuwa chini ya hawa. Maana inawezekana pengine tukang'ang'ania toka kule mpaka leo hii hapa tungekuwa pamoja, hata huko hela unazozimwaga huko zisingetumika. Akasema mimi hao majibu siwezi kujibu, watajibu hawa na hawa na hawa na kama kutumia busara. Hapa pana mgogoro na tuna barua yako sisi kwamba hela unapeleka mahakamani. Sasa hawa ndo mahakama, na hukumu ukisoma haisemi hivyo, lakini hukumu ya mwanzo inasema inatutaja sisi kama ndio viongozi namba 63 ambayo mtachukua nyinyi kwa ajili ya kwenda kudadavua huko jinsi ya kuliweka sawa. Kwa hiyo TAMISEMI walichokifanya, wameiba zile hela, na inasemekana ile hela imegawanwa. Sisi mpaka tunapata taarifa huko kuna mtu ambaye kakosa hela kule, ndio akatuambia mimi nimwambia basi wanipoze hata milioni 1, hawataki huko, hela ishatoka. Lakini tumekwenda kwa mtendaji wa kata, anasema mtendaji wa mtaa, mimi sina habari, sijui nani, mimi sina habari. Tumekwenda kule tumekuta saini ya mtendaji wa mtaa iko. Kwa hiyo jambo, hela ya taasisi inalipwa kwa siri, watu wengine wasijue. Yaani mtendaji wa mtaa anatuambia haijalipwa, mimi msio na wasiwasi, nitashughulikia kule. Tunakwenda kwa anambia bana saini yake hii hapa, wala siwadanganye. Hivyo kwa utendaji kama huu ambao unakwenda,
katika taifa letu hili tunatengeneza vitu vibaya mbele, hasa haya mambo ambayo yako kwenye imani. Leo hii hapa kama viongozi tunaanza kushambuliwa. Mimi siku hizi sipiti jioni hapa, kwa sababu watu wanakaa wanasema huyu atakuwa kala hela, huyu mjanja sana, huyu watakuwa wameshagawana hawa. Kwa hiyo tuko kwenye hali ngumu, japo kwa tumeambia twende tarehe 19 sisi tukamwone mwanasheria sisi, lakini tunaomba kwa scenario hapa ilipofikia, kwa sababu kuna rumors kwamba wale wanasubiri tu siku zifike na nini waje na magreda sio wafanyeje hapa tufukuze wahuni. Mbona tunawaombeni ndugu zetu, niendeni mkalisambaze hili jambo, hasa kwa viongozi wetu wa juu, akiwa waziri wa TAMISEMI, akiwa waziri mkuu na nini, waangalie utaratibu haya malipo hayakufanyika kisawa sawa, kwa sababu wao wamemlipa mtu sio Masjid Rahmani. Masjid Rahmani ina akaunti yake toka 2011 na kuna fidia ya kwanza iliingia hii hapa ya TANROADS hii hapa. Umeona akaunti ya masjid ni hii hapa, na wale wanaijua. Sasa wanakwenda kufungua akaunti mpya kuingiza hela zile za wizi ili wagawane. Umeelewa? Kwa hiyo tuwaombe viongozi wetu wanaohusika ili jambo lifuatilie kwa karibu, lakini lengo letu sisi tunasimamia matakwa ya waumini kama walivyokuja wenyewe TAMISEMI kwamba sisi mtu anayetaka msikiti sawa, kama mtu anayetaka fedha sawa, lakini kwa mujibu wa vikao vya wetu hapa na waumini wetu tunataka msikiti. Na TAMISEMI hilo nalijua, kwa sababu kuna dada mmoja nisingependa kumtaja jina, tulikuwa tunawasiliana naye, aliyekuja kutupiga picha hapa kwamba mnataka msikiti, basi hamna shida, mpaka wakati wanafanya usaili wale watu wa kulipwa akasema nyinyi subirini, kwa sababu nyinyi si mali kwa mali, watu wa mali kwa mali mtakuja mwishoni. Sasa mwishoni ndio hii sasa tunaambia tumpige changa la macho, lakini sisi kwenye akaunti ya msikiti tumekwenda kuangalia haijaingia hata shilingi 100. Umeona, tunakwenda TAMISEMI tunaambiwa wewe imeingia akaunti ya Masudi nani Selemani, lakini imeandikwa Masjid Rahmani. Sasa ni vitu viwili tofauti, na ndio wenye hati, yani dokumenti zote za kuhusiana na msikiti huu tunazo sisi. Hakuna wale hawana hata kipande cha nani, ni dokumenti tu za kuoshewa wilaya, zimefojiwa ndio zimejaa kule, ambazo pia walizinani takupeni kitu walizipeleka mahakamani kwamba wao ndio bodi ya wadhamini na nini, lakini hakimu akakataa, akasema hapana, hawa watu wote hawajasajiliwa, ambazo ndio ziko TAMISEMI sasa kule, ambazo hakimu amezikataa kwa hukumu ile, zilikuwa zimeandikwa na katibu wa BAKWATA taifa kwamba hiyo ndio bodi ya wadhamini, hao wengine sijui baraza kuu sijui nini, lakini mheshimiwa alikataa, akasema siwezi kutambua hii bodi ya wadhamini kwa sababu bado usajili haujakamilika. Lakini kwenye usajili huo sisi tayari tulikuwa tumeshalipia bado kupewa cheti, lakini kwa sababu ya mabavu ya kiongozi mmoja hivi ambaye ndio alikwenda kaziwia kule na nini, basi tukaambiwa ni subiri mpaka risiti tunayo hapa sisi ya kulipia nani swala usajili bodi ya wadhamini.